Habari za asubuhi. Karibu tena kwenye siasa za ofisini. Leo nakuambia siri moja ambayo watu wengi wa ofisini wanaijua, lakini hawazungumzii. Umewahi kuona meeting ikimalizika, kila mtu anakubali, kisha baada ya dakika 30 unagundua maamuzi yamebadilika? Au umeshuhudia watu wakitoka meeting wakienda kwenye small meeting pembeni? Hiyo ndio inaitwa meeting baada ya meeting, na leo nitakufafanulia maana yake halisi. Katika ofisi nyingi, meeting kuu inaonekana kama mahali pa maamuzi. Watu wanakaa pamoja, wanazungumza, wanatoa maoni na mwishowe wanakubaliana. Lakini ukweli ni tofauti. Meeting kuu mara nyingi si mahali pa maamuzi halisi. Ni mahali pa kuonyesha umoja, kupeana taarifa na kuepuka migogoro hadharani. Meeting inapomalizika, watu wengi hutoka wakiwa na furaha au hali ya kawaida. Lakini angalia kwa makini. Baadhi ya watu wanabaki nyuma au wanaelekea kwenye chumba kingine kidogo. Hapa ndipo hadithi ya kweli inaanza. Hiki ndicho kikao cha pembeni, meeting baada ya meeting. Hapa ndipo maamuzi yanayobadilisha kila kitu hufanyika. Sauti zinakuwa chini, macho yanatazama mlango na maneno yanakuwa ya kweli zaidi. Watu wanaohusika hapa ndio wenye ushawishi. Wale wasioalikwa wanabaki nje ya mzunguko. Huyu ndiye mfanyakazi aliyeachwa nje. Anaona watu wakiingia chumbani, mlango unafungwa na baadaye maamuzi yanatangazwa yakiwa tofauti na yaliyosemwa kwenye meeting kuu. Anahisi kuchanganyikiwa. Anauliza mwenyewe, kwa nini sikualikwa? Hii ndio hali ambayo wengi wanapitia bila kujua kinachoendelea. Mlango umefungwa. Kupitia kioo unaona watu wakiwa ndani wakiongea kwa makini. Hapa ndipo siasa za ofisini zinapofanyika kwa siri. Meeting kuu ni hatua ya kwanza. Meeting baada ya meeting ndiyo hatua ya maamuzi. Kumbuka, ikiwa wewe si sehemu ya kikao cha pembeni, maamuzi yanayokuhusu yanaweza kufanywa bila wewe. Lakini ikiwa uko ndani, una nguvu zaidi kuliko unavyofikiri. Sasa swali ni, wewe uko ndani ya mzunguko huo au unabakia nje? Andika kwenye comments uzoefu wako. Umewahi kugundua maamuzi yalibadilika baada ya meeting? Like, share na subscribe kwa ajili ya video zijazo kuhusu siasa za ofisini. Asante na tutaonana kwenye video ijayo.